mitambo ile inakwenda kukabidhiwa kwa wanawake walio kwenye sekta ya madini au wanawake mbalimbali, wanawake na Samia, ambao wakatengeneze mkaa utakaotumika majumbani kuwapunguzia bugdha ya nishati safi wanawake wenzao. Kwa hiyo hongereni sana, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kuifanya kazi kwa uhakika. Uzalishaji utakuwa wa kutosha ili wanawake wengi wapate kutumia mkaa ule na kupunguza matumizi ya makaa yanayotokana na miti, lakini kuni zinazoleta misitu kukatwa. Kwa niwaombe sana, kajitumeni, fanyeni kazi. Biashara ndio hiyo, na hayo ndio mazingira mazuri tunayowaandalia ili kuimarisha hali za maisha za wanawake. Ndugu wananchi, pamoja na mitambo ya vifaa tulivyozindua leo, pia tumeshuhudia shirika letu la madini STAMICO likisaini mikataba mbalimbali ya kibiashara na wateja wake. Nawapongeza sana STAMICO na wadau wake kwa kufikia makubaliano yaliyosainiwa leo, na pia nitoe rai kwa wadau wengine kuendelea kuliamini shirika letu kwa kufanya nao biashara na mashirikiano mbalimbali ya kibiashara, kwani kwa sasa tumejiridhisha pasipo shaka kwamba ubunifu, umakini na weledi wa uongozi na management ya shirika letu unaleta tija ya kutosha. Ndugu zangu, wakati nikielekea kuhitimisha, nataka niwahakikishie wachimbaji wadogo wa madini nchini kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya uchimbaji pamoja na biashara ya madini ili muweze kuboresha maisha yenu na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Hivyo wito wangu mkubwa kwenu ni kuunga mkono jitihada hizi za serikali na kuhakikisha kuwa mnauza madini yenu katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuchochea uchumi wa viwanda. Aidha, napenda kuwaasa kuachana na vitendo vya utoroshaji wa madini. Hii sijui mnafanya hivi kwa faida ya nani? Sababu kama ni wazalendo msingethubutu kutorosha madini wakati ndani tuna viwanda vinaangalia mali ghafi. Sasa hii mimi naifananisha na kama yule mwizi aliyobobea kuiba, kuna siku akakosa cha kuiba, akavua kofia yake mwenyewe akaitegesha. Hasa akawa anavizia, anatizama watu hawanioni, anakwenda anaiba chapa, alafu anafurahi sijaonekana. Sasa ni sawa na hawa wanaotoresha madini. Sababu madini viwanda viko ndani, tupelekeni viwandani madini yakasafishwe, yakaongezwe thamani, tupate bidhaa iliyoongezwa thamani, tuuze kwenye masoko ya dunia. Lakini leo unaangalia sionekani kushoto, kulia, katikati, unachepuka na madini kwenda kuyapeleka nje. Sasa huu sio uzalendo wala sio Utanzania. Kwa wale wenye tabia hiyo niombe sana sana, acheni tabia hiyo. Viwanda viko ndani, soko liko ndani, bei ni nzuri tu. Sasa kama kuna watu uko mengia nao mkataba, waambie siku hizi hairuhusiwi. Na tukikukamata, waliokamatwa juzi wanajua kazi yetu. Sasa tuchukue hatua za kujenga tasnia imara ya uchimbaji madini yenye uthabiti na uwajibikaji, sio hila ujanja, hapana. Tufuate sheria, kanuni na miongozo mbalimbali iliyopo, na tunaweza kuhakikisha kuwa rasilimali zetu za madini zinawanufaisha watu wote na kuchochea maendeleo ya uchumi wetu. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa madini yanachimbwa kwa njia endelevu na kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, na ndio maana serikali yenu tunatumia fedha nyingi kuhakikisha mnakwenda kuchimba kwa njia endelevu na kwa njia ambayo haitaharibu mazingira yetu Tanzania. Vile vile naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi zetu za ndani za fedha. Sabi yuko wapi? Yuko pale. Mwenyekiti wa taasisi hizi.
Baada ya kazi tunayoifanya, basi muwaamini wachimbaji wadogo. Jipangeni jinsi mnavyoweza ili muweze basi kuwapatia mitaji kwa kutumia taarifa za maeneo yaliyofanywa utafiti na kuhakikisha kwamba mali ipo. Muwape mitaji ili waweze kufanya kazi na waweze kurudisha fedha yenu baada ya kuuza. Tunapowezesha wachimbaji wadogo, tunawawezesha Watanzania walio wengi zaidi kuchangia kwenye uchumi wa taifa kwa ujumla. Lakini pia tunatanua wigo wa walipa kodi. Leo hawa tunawaita wachimbaji wadogo, lakini baada ya kufaidika na yote tunayoyafanya, wakawa na taarifa za maana, wakazalisha vizuri, hawa hawawi wadogo tena, wanakuwa wachimbaji wa kati na wanaweza kulipa kodi kwa serikali yao. Kwa tunatanua wigo wa walipa kodi. Walipa kodi lazima waandaliwe, watayarishwe. Hawaji tu hivi. Lazima uandae mazingira kutanua bezi ya walipa kodi. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru tena wananchi na wadau wote waliojumulika nasi leo katika hafla hii.